Majina yangu naitwa Melkizedek Henry Maganga, ni General Manager wa Lupis. Lupis tunajishughulisha na uuzaji wa mafuta na vilainishi vya magari. Kabla ya kuanza kufanya kazi na ramani, tulikaribiwa na changamoto mbalimbali. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni matatizo ya mtaji. Sisi kama wafanyabiashara wa mafuta huwa tunahitaji kuwa na mafuta mengi, lakini kwa kipindi hiko kabla hatujakuwa na ramani, uwepo wa mafuta ulikuwa unasuasua. Pia changamoto ya pili ilikuwa ni teknolojia. Sisi mara nyingi tulikuwa tunatumia kuhifadhi taarifa zetu kwa njia ya kawaida. Kwenye accountant tunaweza kusema kutumia cashbook. Lakini baada ya kujiunga na ramani, tuliweza kupewa mfumo ambao unatuwezesha kuhifadhi taarifa zetu. Ramani nimewajua kupitia ndugu zangu. Na ndugu zangu walikuwa wanafanya nao biashara hapo awali kabla ya mimi kujiunga nao. Wanapatikana Ushirombo. Wao walikuwa wanajihusisha na uuzaji wa vinywaji. Ndio wakatupa habari za ramani. Na ramani wenyewe baadaye waliweza kufika ofisini kwetu, wakawa wametuletea bidhaa yao, nasi tukawa tumejiunga nao. Ramani walitushawishi kwa sababu ya mambo tofauti. Tunaweza kusema urahisi, yani kupata mkopo kwa ramani ni rahisi zaidi. Wewe kinachohitajika uwe na vigezo vya kufanya biashara nchini. Nikisema vigezo maana yake halmashauri yako uwe umekizi vigezo vinavyohitajika. Vile vile kama umeshaanza kufanya biashara, basi uwe angalau umefanya biashara kwa muda wa miezi 6. Kingine cha pili kilichoniweza kunishawishi kujiunga na ramani, teknolojia yao, namna ya ufuatiliaji wa hesabu. Sasa biashara yetu mafuta ili tuwezesha kuwa rahisi zaidi. Mifumo ambayo wanatumia ile ya kawaida kabisa ambayo inaendana na hali halisi ya mazingira. Mfano, unapokuwa na simu ya smartphone, yani unatumia WhatsApp, mifumo yao moja kwa moja unaweza kuitumia bila ya kupata tatizo lolote. Kitu kingine kilichonishawishi kujiunga na ramani ni urahisi wa biashara. Urahisi kwa maana gani? Ramani baada ya kukupa mkopo ndani ya ule mwezi, watakuchaji riba awamu ya kwanza. Awamu zingine unazoagiza mzigo hawatakuchaji. Vile vile ramani na wao watakuwa na wewe bega kwa bega pale unapokuwa unakwama. Watakupa kila aina msaada kuhakikisha kwamba unatimiza malengo yako. Tofauti na taasisi nyingine, wao watakupa mkopo lakini hawatakuwa na wewe utakapokuendelea na biashara zako. Mwisho wa mwezi tu watakwambia rejesho limefika. Baada ya kujiunga na ramani, tuna mabadiliko makubwa kwenye biashara yetu. Kulingana na changamoto tulizokuwa nakabiliana nao za kukosekana kwa mtaji, pia usimamizi wa biashara yetu. Sasa hivi walau tumesogea mbele. Upande wa mtaji, tunaweza sasa kuwatosheleza wateja wetu na tuna uhakika wa kuwa na bidhaa muda wote. Kwa hiyo wateja wetu na wao wenyewe wanajisikia furaha. Vile vile kusimamia biashara yetu, hatuna tena kuumiza vichwa hasa inapofika mwisho wa kufunga hesabu. Maana hesabu inakuwa iko sehemu moja. Ni wewe tu kutumia simu yako vizuri, unaweza kujua statement yako imekaa vipi. Vile vile unaweza kujua hata taarifa za wateja wako wengine unaofanya nao biashara labda kwa njia ya mkopo. Ushauri ambao ningeutoa kwa ajili ya wasambazi wengine ambao wanahitaji kukua, wajiunge na ramani kwa sababu kuu mbili. Moja, kupata suluhu la changamoto ya mtaji. 2, kupata suluhu ya usimamizi wa mitaji yao. Changamoto tunayokabiliwa na wafanyabiashara wengi wa Tanzania hasa kwenye swala la usimamizi wa biashara ni kwamba tunatumia teknolojia za zamani, tunatumia mazoea. Ukijiunga na ramani utapata manufaa makubwa, kwa maana kwamba watakupa mifumo rahisi ambayo itakuwezesha kuiona biashara yako inavyokuwa. Nikitaka nielezee ramani kwa sentensi moja, naweza kusema suluhisho la wafanyabiashara wanaohitaji kukua.